Gentlemen, usiku mwingine kwa muda mwingine tumekutana vile vizazi kutokea mtaani. Kama kawaida. Kontawa naweza nikasema ni msanii ambaye kutokea mtaani umejikusanyia fan base kubwa sana ya kila lika, wakubwa, watoto, wakina dada, wakina kaka. Hivi vibe ya leo ambao umelikuta kutokea Tabata, wewe kama msanii umekuchukua kiasi gani? Vizuri, kusikia mbalimbali. Uwanja ulifanyika event. Uwanja ambao mimi nilikuwa nafanya mazoezi mpaka nikawa msanii. Kwa nilikuwa kwenye maeneo yangu ya mazoezi, kwa nilikuwa nacheza jalamba lile lile. Kwa mimi kipindi perform pale watu wana enjoy. Ila mimi nilikuwa nakumbuka kipindi ambacho nilikuwa naimba pale napiga makelele kwenye madarasa. Hivyo tu. Unataka kuniambia kwamba uwanja una historia kubwa sana. Hilo ndo shule baba. Mimi nilikuwa nakimbia hapo, nakimbia sana. Piga sana makelele, apiga sana mayowe. Hapa. Kwa hiyo leo ndio maana mimi mshaziku hata wana nyimbo zimegoma kupiga leo. Kwa sababu mimi nikiimba na ngoma anakuwa niimbe kafu. Kuna mashabiki zako ambao wanajua ukali wa hip hop na Mr. Kwenzi, na kwa mara kibao wamekuona ukiwa unapiga kwenye biti za Singeli, na mara ya mwisho wamekuja kusikia kwenye ngoma ya Sizo. Kitu gani kilichokuvutia mpaka ukasema da wewe mdogo wangu Sizo, acha nikupush kwenye hili? Sizo ni msanii mzuri sana, anafanya vizuri, anajituma sana. Sizo anaweza kuchangia kidogo, lakini nafikiri kwa wakati sahihi wa kufanya kitu kwa correct. Lakini sipo kumpisha tamaa. Ndio anafanya shida tu. Yaani tunaweza kurudia kila kitu kitamjibu hivi na hivi. So alipoona ulikuwa kwa nini? Nilikuwa nikasema itasikati sana. Ndio biashara ya Sizo. Hii hapa lazima akimgalia yeye anapata njia. So hata ilipokuja situation ama nafasi kwa maana nilikuwa nifanye kitu nikaona simaliza hapa mambo kama msome. So ilikuwa wakati sahihi, nafikiri tumeconnect. Naona wimbo sasa tunafanya vizuri. So Mungu mashabiki ndio support mfunga ndio. Naambia mashabiki zako ambao wanakuacha kwenye hip hop na umekuja kwenye Singeli, hakuna utofauti yoyote ambao ameuweka ukisema bwana da Kontawa kuna kama unatukataa huko unapokwenda kwa watoto 2000 huko bwana. Mimi wanangu hawana kama na mimi. Na mimi hapa ndio kushabiki yangu yote. Ukiona mtu anakoshabiki yangu, shabiki yangu. Kila mtu anakuja na disk chako, shabiki yangu. Kwa hiyo mimi hapa ndivyo. Mimi sitaki mtu ambaye ninajua anakufanya hivi. Kisha nitakuwa sifanye tena mashabiki au nitakuwa siko. Lakini nataka kuhakikisha kwamba ndio yote mtu atakayesikiza mziki wangu anakuwa inspired na mimi. Sasa sidhibiti kipaji chake. Mimi unaweza kuona kuna mtu anaamka mchana, kuna mtu anapiga Singeli, kuna mtu anaamka anapiga kwa sababu kitu ambacho nakifanya sinakiweza, usipokuwa usikanipa. Kwa hiyo sasa kuficha au kujilimit kwamba mimi naishi hapa. No. Nataka mtu yote atakayekuja kwa inspired na mimi ajue basi kwamba mtu ambaye mimi nilikuwa namwangalia kama role model alikuwa ni Kiraka. Sio vizuri. Apige miguu yote, yani huko kidogo yupo. Basi kwa sababu najua hujui wapi utagusa watu. Unaelewa? So unapokuja kugusa watu kwa safari, mfano kupofora mzuri tu. Kama moja hivi kama Sizo. Ana zile sange zake zile. Ndio bwana kienda sana. Lakini anakuja kupiga hela hivyo. Ni sawa kwamba pengine hata kwa tegemei kama anaweka kitu jamii ikakubali zaidi. Kwa hiyo malaki ya limit uwezo wake, angekwambia siku anafanya kitu hichi kimoja. So funguka tu. Dakika moja ya sekunde kadhaa za kuongea na shabiki wako ambaye alitamani kusikia kitu kutoka kwako kwa muda huu. Dakika moja ni kwamba tuendelee kupambana na maisha yetu, tusikate tamaa, tusikubali boga yoyote atuambie kwamba hatuwezi. Tuendelee kuamka tukiamini kwamba kama kuna kitu tunakihitaji tutakipata kwa njia ya kupush na kupambania kweli. Shukrani kwa muda wako. Shukrani. Hii ni Singeli TV na hii ni Shubara TV kukutangazia kutoka kwenye viwanja hivi vya Tabata shule. Singeli TV, sauti ya mtaa.